katika mausimu taa wal qurba wal ibada, Mola subhanahu wa ta'ala hakuwafikia watu hawa taa. Walidhalika qala an-nabiy, قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. إخوة الإيمان، العبادة والاجتهاد فيها لا ينحصران في رمضان. Ibada na kujitahidi katika ibada, vitu hivi havidhibitiki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani fahasb. Farabbu Ramadhan huwa rabbu sairi shuhur, Mola wa Ramadhani ndiye Mola wa miezi mingine yote. Walidhalika yuqal liman yatruku liibadatahu ويهجر المساجد بعد رمضان، huambiwa maneno haya yule ambaye alikijikurubisha kwa Mola wake katika mwezi wa Ramadhani, alikionekana misikitini katika mwezi wa Ramadhani, lakini mwezi ulipoondoka na yeye pia akaondoka katika zile ibada. Huambiwa mtu huyu, man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana qad fat wa man kana ya'budu Allah azza wa jalla fa inna Allaha hayyun la yamut. Ikiwa yule ambaye anaiabudu Ramadhani, basi Ramadhani imekwenda, lakini mwenye kumwabudu Mola subhanahu wa ta'ala, fa inna Allaha hayyun la yamut. Fabu'dan liman yafsilu Ramadhan an sa'ir al-'am wa yad'u ila 'almanati al-islam, fasli Ramadhan an sairi al-am. Yuko mbali yule ambaye anamwabudu Mola wake katika Ramadhani, lakini Ramadhani ikiondoka na yeye pia ameondoka katika ibada zile. Falkaunu kulluhu mawtinun lilibada wa makanun lilibadati wat-ta'a wa la almaniyata fi al-islam. Ikhwata al-iman, kudumu katika al-a'mal as-salihah pana fadhila kubwa sana. Wa min dhalikum al-fadl anna al-mudawamata 'ala at-ta'at wal-ibadat min sifati ibadillahi al-mu'minin. Katika kudumu katika taa, ndugu zangu katika iman, ni katika sifa za waumini. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: alladhina hum ala salatihim daimun, na wale ambao kwamba katika sala zao ni wenye kudumu. Qala al-Imam Sa'di alayhi rahmatullah: ay mudawimuna alayha fi awqatiha bishurutiha wa mukammilatiha, ni wenye kudumu katika sala zao kwa kuzitekeleza katika nyakati zake, kwa kuchunga masharti yake na vitu vyenye kukamilisha sala. Walaysu kaman yaf'aluha au kaman la yaf'aluha au yaf'aluha waqtan duna waqt au yaf'aluha ala wajhi naqis. Al-Imam Sa'di anasema alladhina hum ala salatihim daimun, ni wale wenye kudumu katika sala kwa kutekeleza masharti yake na vitu vyenye kukamilisha sala zake, wala sio kama wale ambao hawasali, hawatekelezi, au wanatekeleza katika nyakati pasi na nyakati nyingine, au wanatekeleza kwa sura ya kasoro. Katika fadhila ya kudumu katika taa na ibada, ayuha al-ikhwan, hili ni katika sifatu ibadillahi almu'minin. Aidan almudawamatu ala at-ta'a wasiyatu Allah tabaraka wa ta'ala li khayri khalqihi wa hum al-anbiya salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi. ولذلك جاء في القرآن قول عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Hili jambo la kudumu katika ibada
ni wasia wa Mola subhanahu wa ta'ala kwa viumbe ambao ndio bora kuliko viumbe vyote, ambao ni manabii na mitume alayhimus salatu wassalam. ولذلك عيسى عليه السلام كما ورد في القرآن قال وأوصاني، na akaniusia Mola wangu bisalati wazakati, sala na zaka, ma dumtu hayya, madamu ningali hai. Ibada ayu alikhwan, si kwa msimu pasi na msimu, si kwa wakati pasi na wakati. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا عليه أفضل التحية وأتم التسليم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Ambiwa mtume alayhi salatu wassalam, mtume ambaye amesamehewa madhambi yaliyopita na yatakayokuja na hafanyi, lakini akifanya tayari kishapata msamaha wa Mola subhanahu wa ta'ala. Ambiwa ni Mola jalla wa ala, wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, ay al-maut, mwabudu Mola wako mpaka yatakapokudiriki wewe mauti. Falmuradu bil yaqin al-maut, لا كما تقول الملاحدة أن المراد باليقين المعرفة. sio kama namna wanavyosema wale waliomkanusha Mola subhanahu au waliokanusha baadhi ya sifa za Mola subhanahu, wakasema mapendeleo ya al-yaqin ni al-ma'rifa. famata wasala ahaduhum ila al-ma'rifa saqata anhu at-taklif عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. hawa waliomkanusha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala walisema mapendeleo ya al-yaqin si mauti, lakini ni maarifa. Atakapofikia mmoja wao katika maarifa hii daraja, basi hupomoka kwake yeye taklif. wala shaka anna hadha kufr wa dalal wa jahl. Ikiwa mitume alayhimus salatu wassalam wao pamoja na wafuasi wao ndio walikuwa a'lama an-nasi billah tabaraka wa ta'ala wa a'rafahum bihuquqihi wa sifatihi wa ma yastahiqqu min at-ta'zim, lakin ma'a dhalika kullihi كانوا عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم أعبد الناس وأكثرهم مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. ikiwa mitume عليهم الصلاة والسلام pamoja na wafuasi wao ambao hawa walikuwa wakimjua Mola subhanahu wa ta'ala zaidi kuliko wengine, waliojua haki za Mwenyezi Mungu subhanahu na sifa zake na anayoyastahiki Mwenyezi Mungu katika taadhim, lakini pamoja na yote hayo walikuwa wao ndo wingi wa ibada kuliko wengine, walikuwa wao ndo wingi wa kudumu katika taa na ibada mpaka kuwadiriki wao mauti. Idhan almuradu bilyaqin almaut walaysa alma'rifa. ikhwata aliman, katika fadhila ya kudumu katika taa na ibada annaha min ahabbi al-a'mali ila Allah tabaraka wa ta'ala, ni katika matendo ambayo yapendekeza zaidi kwa Mola subhanahu wa ta'ala. faqad jaa fi al-Bukhari min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy alayhi salatu wassalam ihtajara hasiran bil-layl fayusalli alayhi wa yabsutuhu bin-nahar fayajlis alayhi. Nana Aisha anasema kwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa na mkeka wake, mkeka ambao aliuzungushia stara. Akawa Mtume alayhi salatu wassalam ikifika nyakati za usiku akijikurubisha kwa Mola wake kwa kutekeleza ibada za usiku juu ya msala huu, na inapoingia mchana basi alikiutandika na kuketia. faja'ala an-nas يثوبون إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيصلون بصلاته فكثروا. wakawa watu wanakuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam wakisali pamoja na yeye, wakakithirika katika hilo. faqala an-nabiy alayhi salatu wassalam ba'da an aqbala alayhim, Mtume akawakabili na kuambia ya ayuha an-nas
khudhu min al-a'mal ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qall. Wa sadaqa Rasulullah alayhi salatu wassalam. Mtume akawakabili masahaba na kuambia, enyi watu, fanyeni katika matendo mnayoyaweza. Khudhu min al-a'mal ma tutiqun ay ishtaghilu min al-a'mal bima tastati'una al-mudawamata alayhi, jishughulisheni na matendo ambayo mwaweza kwa matendo hayo kudumu ndani yake. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, kwani Mola subhanahu wa ta'ala hachoki kuwalipa thawabu mpaka mtakapochoka nyie kutenda. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia masahaba, wa inna ahabba al-a'mali ila Allah, na hakika matendo yanayopendekeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, madama wa in qall, ni yale matendo yaliyodumu hata kama yatakuwa ni machache. Ikhwatal iman, tukilanginiana katika kudumu katika ibada, hatumaanishi tufanye yale tuliokuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani, hasha wa kalla. Ramadhani ni mwezi wa kivyake, ni mwezi ambao Mtume alayhi salatu wassalam alikikithirisha ndani yake zaidi ya vile alivyokuwa akifanya nje ya Ramadhani. Tunapolinganiana katika kudumu katika taa, haimaanishi tufanye zile juhudi ambazo tulikuwa tukizifanya namna ile ile ndani ya Ramadhani. La, Ramadhani kwa sababu ya sharafu zaman tulifanya zaidi ya haja, kwa sababu ya utukufu wa wakati tulijikurubisha kwa Mola wetu kwa ziada. Lakini litakiwalo kwa Muislamu ni kudumu katika amal salih hata kama ni kwa uchache. Walidhalika yaqul Ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullah, wa inma warada an-nahyu من النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في رمضان في أقل من 3 أي من 3 ليال على الديمومة، على الاستمرارية. فأما في الأوقات المفضلة كرمضان، وخصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار من قراءة القرآن فيها اغتناما للزمان والمكان. الحافظ ابن رجب anasema yale makatazo ya Mtume alayhi salatu wassalam ya Muislamu kuhitimisha Qur'ani chini ya siku 3, hilo ni kwa sura ya kudumu na kuendelea. Litakiwalo kwa Muislamu ikiwa ni kuhitimisha Qur'ani, ahitimishe kwa uchache kwa muda wa siku 7. Hamna budi basi siku 3, lakini chini ya siku 3 hilo lapelekea kutoizingatia Qur'an, na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akatukataza. Lakini al-Hafidh Ibn Rajab anasema kukatazwa huku ni kwa kudumu, lakini kwa kuchunga sharafu zaman, kuchunga sharafu al-makan, yapendekezwa kwa Muislamu kutekeleza hizi ibada kwa wingi na kuhitimisha Qur'ani hata chini ya siku 3. Na ndio maana tumepokea katika tuliyopokea katika salafu na salih kwa baadhi yao walikihitimisha Qur'ani katika masiku ya Ramadhani kila siku khatma moja. Sasa tunapolinganiana yule ikhwan kudumu katika ibada na taa, haimaanishi tufanye namna tulivyokuwa tukiyafanya katika ibada ndani ya Ramadhan, lakini ni kudumu katika hizi ibada hata kama ni kwa uchache wake. Katika sababu yule ikhwan za Muislamu kuwafikiwa kudumu katika taa ni kufikiria mwisho wake, kuwa na khaufu, kuwa na wajal na suu al-aqiba, suu al-khatima. Muislamu kuishi na khaufu katika vitu ambavyo vitatusaidia insha Allah taala sisi kudumu katika taa, ni kufikiria mwisho wetu utakuwa namna gani. Mwisho wetu ayo ikhwan, tutakuwa na mwisho namna gani? Kwa sababu mwenye kukulia katika kitu huzeeka kwenye hicho, na mwenye kuzeeka kwenye kitu
hufa kwenye hicho, na mwenye kufa kwenye hicho hufufuliwa kwenye hicho. Walidhalika ayuha alikhwan, hamu yetu iwe ni kaifa takunu aqibatuna, mwisho wetu utakuwa namna gani tunapoishi na imani hii na itikadi hii. Basi laweza kuwa ni sababu ya sisi kudumu katika ibada na taa. Wala tusisubiri ayuha alikhwan mpaka katika akhirul lahadhat ndio tuingie msikitini na tujikurubisha kwa Mola wetu kwa ibada na taa. Hakuna mtu ambaye ana guarantee kuwa atafikiwa kuwa mtu mzima, kuwa mzee, wala hakuna mtu ambaye ana guarantee akiafikiwa kuwa mzee atafikiwa kuwa ni mtu wa dini na ibada na taa. Tusisubiri mpaka akhirul lahadhat tumetiwa katika makaburi yetu tukatamani kurejeshwa ulimwenguni ili tuweze kufanya kheri. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatwambia mutoe kabla hayawadirika nyinyi mauti. Kisha mmoja wenu akasema laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin walan yuakhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ikhwata al-iman, min al-asbab al-mu'ina ala at-ta'at al-bi'a as-salihah. Katika sababu zinazopelekea Muislamu kudumu katika ibada na taa ni kujekea mazingira mazuri, kujitafutilia vikao vizuri. Na hili tumelijaribu tulipokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Tuliacha zile maskani za mogokaa na marungi, tuliacha zile maskani za karata na dumna, tukalazimiana na halaqat fil masajid, tukalazimiana na durus fil masajid. Tukawa tuna wakati mwingi sana msikitini, tukawa tumejitolea kuwa pamoja katika mambo ya kheri, misabaka ya Qur'ani na kila mambo ya kheri. Tulijikitolea kihali na mali. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wala tuti' من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من الأسباب المعينة أيها الإخوان على البقاء في الطاعة والعبادة katika sababu ni kumwomba Allah tabaraka wa taala tupatie thabati katika hili. Tuliafikiwa katika taa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie thabati katika hili. Na ndio maana Mola Subhanahu akawasifu wale arrasikhina fil ilm biannahum yaqulun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، إخوة الإيمان، tunapodumu katika ibada na taa, hakika kuna matunda mazuri ambayo yatakuwa mbele yetu. Katika jumla ya matunda hayo mazuri ni mu'min kupata mapenzi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wakafa biha thamaratan wa karama. فقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما زال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia yule ambaye
atamfanyia uadui wali wangu, hakika nimemtangazia vita yeye, na hatojikurubisha mja wangu kwa kitu ambacho chapendekeza zaidi kwangu mimi kuliko kile nilichomfaradhia, na hatowacha kuwa mja wangu ni mwenye kujikurubisha kwangu mimi kwa mambo ya sunna, mambo ya nawafil, mpaka nitakapompenda yeye. Hapa ndipo tunapopataka yule ikhwan, mahallu shahid anna al-insan idha dawama ala at-ta'a fa innahu yanalu mahabbata Allah tabaraka wa ta'ala. Anapodumu muislamu katika taa na ibada, la shaka anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika matunda yule ikhwan ya kudumu katika taa na ibada ni kuwa muislamu anapokuwa katika hali kama hiyo, kisha akagonjeka au akapatwa na dharura ya safari, akaacha yale aliyokuwa akiyafanya kama ada yake, basi huandikiwa yale aliyokuwa akiyafanya katika hali ya uzima wake, katika hali ya kuwa kwake mjini. Faqad saha an an-nabiy alayhi salatu wassalam fi al-Bukhari, idha marida al-abd aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahiha. Anapogonjeka mu'min au akasafiri, lakini alikuwa na ada ya kufanya ibada fulani, basi huandikiwa mfano wa yale aliyokuwa akiyafanya alipokuwa mjini, alipokuwa na siha yake na afya yake. Katika matunda yule ikhwan, tukimalizia, ya muislamu kudumu katika taa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam, alhadithu fi sahihain, amekaa na masahaba wake akiwaambia, ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Mtume عليه الصلاة والسلام anawapiga mfano masahaba akiwaambia, nipashani habari, maunaje lao mmoja nje ya mlango wake kutakuwa na mto, anaoga katika mto huo kila siku mara 5. Je, kutabakia katika uchafu wake chochote? Masahaba wakamwambia hakutobakia chochote katika uchafu wake. Mtume akamwambia, basi huo ni mfano wa sala 5 yamhu Allahu bihinna alkhataya. Muislamu lao atalazamiana na hizi sala 5. Ramadhani ilikuwa ni tajriba kwake yeye, pengine alikuwa hana ada ya kusali, asali akiacha, lakini katika Ramadhani alijipatia uzoefu wa kusali, basi ni adumu katika uzoefu huo. Hizi sala 5 ni sababu ya kufutiwa madhambi. Katika matunda makubwa ya ikhwan ya muislamu kudumu katika taa na ibada, dukhulul janna, ni kuingia peponi. Fa fi sahihain قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال عند صلاة الفجر، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة بين يدي. Mtume عليه الصلاة والسلام anamwambia Bilal ibn Rabah, muadhin Rasulillah عليه الصلاة والسلام, ewe Bilal, hebu nipashe habari juu ya amal ambayo waitarajia zaidi ulioifanya katika Uislamu, kwani mimi nimesikia sauti za viatu vyako mbele yangu peponi. Bilal ibn Rabah akamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw nahar illa sallaytu bidhalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Hakuna amal nilifanya katika Uislamu ya Rasulullah ninayoitarajia zaidi, ila mimi nilikuwa na ada kila nikitawadhi, taimu ya usiku, taimu ya mchana, na swali nilichoafikiwa kuswali katika swala za sunna. Mtume alayhi salatu wasalam akambainishia kwa hilo lilikuwa ndio sababu ya mie kusikia sauti za nyayo zako na viatu vyako peponi. Kwa hivyo Muislamu anapodumu katika taa, ndugu zangu, katika ibada, japo kwa uchache,
ni sababu ya kuingia peponi. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yuhsina aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وكرما وامتنانا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فعاملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقضي حوائجنا وحوائج جميع السائلين من المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.